Kwa majina naitwa Paulo Madata, ni mkurugenzi kutoka Sky PM Solution. Sky PM Solution ni kampuni ambayo inatoa huduma kwenye shughuli za utafiti wa madini mbalimbali ikiwemo dhahabu, kopa. Tunatoa huduma hizo. Sasa huduma zetu zimebezi zaidi kwenye huduma tunaziita za kijiofizikia. Ndio maana unaona mitambo hii yote hapa tumeileta ili watu waweze kuiona. Tunafanya kazi kwenye level tofauti tofauti, kuanzia wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Mitambo hii yote ndio inatumika kwa level hizo zote. Kwa hiyo tumejikuta kwamba wakati mwingine wachimbaji wadogo wanashindwa kufanya tafiti kwa mind kwamba hizi shughuli za tafiti basi zinawahusu wachimbaji wa kati na wakubwa, kwa sababu wanaweza kuafodi zile gharama za uchimbaji. Lakini hiyo ilikuwa tu ni kwa sababu wakati mwingine vifaa hivi kwa Tanzania yetu vilikuwa vichache, labda uvipate Geological Survey of Tanzania GST pale Dodoma, na kampuni zingine chache kwa uchache sana. Kwa hiyo upatikanaji wa vifaa ilikuwa ni changamoto, ndio maana unakuta gharama zilikuwa ni kubwa. Lakini kwa sasa makampuni yapo, tukiwepo sisi Sky PM Solution, tuna vifaa ambavyo ni vya kisasa kabisa, modern, ambavyo tunawasaidia watu wenye leseni katika kufanya tafiti, na hiyo inasaidia watu wasiingie kwenye uchimbaji na kufanya uchimbaji bila kuwa na taarifa sahihi za maeneo ambayo wanachimba, kwa sababu uchimbaji tunavyojua wote ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo kila ambacho mchimbaji atakitoa kwa ajili ya kufanya tafiti kinaweza kuwa hata 10% ya gharama za kufanya uchimbaji zisifike. Kwa hiyo kama eneo litajulikana kwamba sio zuri, ile itamsaidia kusevu hiyo zaidi ya 90% ya kiasi ambacho angekitumia kwenda kuchimba sehemu ambayo haina taarifa sahihi. Sasa sisi tuna vifaa aina tofauti tofauti hapa ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kufanya utafiti. Kwanza tuna hivi hapo, hizo ni ground magnetometers ambazo mtu anavaa mtaalamu, anatembea kwenye eneo husika ambalo linatakiwa lifanyiwe kazi. Tunapima kitu tunachoita magnetic intensity au sumaku wa kwenye miamba. Tunapopima hivyo inatusaidia kupata taarifa za mipasuko na aina ya miamba inayokuwepo maeneo hayo au kwenye eneo hilo husika ambalo tunalipima. Lakini kama nilivyosema, kuna hiki hapa, kazi ya hii ile pale ni moja, lakini hiki hapa tunatumia ndege nyuki kwa maeneo ambayo ufikikaji wake ni changamoto kwa mtu kutembea na kufika, au terrain, kuna mabonde, kuna milima mikubwa na nini. Kwa hiyo badala ya mtu kutembea tunarahisisha. Kwa hiyo drone sio kwamba yenyewe ndio inafanya survey. Kinachofanya upimaji ni hiki kifaa, kinafungwa chini ya drone. Kwa hiyo drone inakuwa kama carrier au kibebeo cha kuibeba ile sensa na kuitembeza eneo husika kwa ajili ya kufanya vipimo. Malengo kama nilivyosema mwanzoni ni kupata mipasuko na aina ya miamba kwenye eneo husika ambalo tunalipima. Sasa tukitaka, baada ya hapo tunataka tujue hiyo mipasuko ina nini ndani yake. Je, ina viashiria vya kuwepo madini yale ambayo tunayatafuta? Ndio tunakuja sasa tunatumia hivi hapa tunapima umeme, tabia za, yani miamba ina respond vipi kwenye umeme. Kwa hiyo hivi vifaa vinaitwa vya IP. Kirefu cha IP ni induced polarization. Kwa lugha ya Kiswahili sasa hapo ni changamoto. Lakini tunaweka waya, tunatuma umeme chini mkubwa. Hii inatoa, unaona hii 12 inatoa kilowati 12. Tunaweka chini. Tukituma ule umeme chini, basi inatuma kwa interval fulani, sio kwamba ni moja kwa moja. Kwa hiyo ikituma inakata. Ikikata sasa tunakuja tunasoma hizo tabia za hiyo miamba kupitia kwenye receiver. Hii ni transmitter, hii ni receiver. Tunapokea sasa hizo tabia hizo tunazipokea kwa mfumo wa numbers, binary numbers, ambazo sasa baadaye zinakuja kuchakatwa na kutengeneza mapu kama hii hapo mnayoiona. Hiyo hapo tunaangalia hizo tabia, kwa sababu kwa mfano madini kama dhahabu yanakuwa na tabia ya kushikilia huo umeme. Kwa lugha hii ya Kiingereza kuna vitu ambavyo tunaviangalia. Tunaangalia vitu kama tunaita chargeability na resistivity
ya eneo husika au miamba husika. Kwa hiyo hizo ni properties ambazo au tabia za madini kama dhahabu pia. Kwa baada ya hapo, baada ya kupima hivi na kutengeneza hizo ramani, basi hapa tutapata taarifa za tabia hizo zimeanzia chini kiasi gani na zinaenda chini kiasi gani. Na baada ya hapo sasa tutampa hivi location au target husika mchimbaji kwamba hapa bwana ndio unaweza ukaweka shaft yako. Lakini mwanzoni hatutaiita shaft ya uzalishaji kwa sababu anatakiwa aweze kufika kwenye hiyo target tuliyompa, aweze kuichukua na kwenda kuipima hiyo sample maabara. Lakini kwa wale ambao wanakuwa na uwezo, sasa hivi STAMICO ina rigi ambazo wanazitoa kwa bei rafiki kabisa kwa wachimbaji. Kwa hiyo wewe mchimbaji hawezi kwenda kuchukua tu rigi STAMICO alafu akaipeleka kwenye eneo lake akaanza kuchoronga bila kuwa na taarifa kama hizi. Kwa hiyo hizi tunamsaidia mchimbaji kuwa na taarifa sahihi za sehemu gani akaweke hiyo rigi yake kwa ajili ya kuchoronga na kuchukua sample. Kwa hiyo wale wanaopata access ya kupata hizo rigi kutoka STAMICO au makampuni mengine binafsi, wanachukua rigi wanapeleka pale kwa kutumia hizi data ambazo tumewapa, wanachoronga na kufikia zile target, then wanachukua sample na kwenda kuzipima maabara. Kwenye maabara kule ndio watajua grade katika mfumo wa ppm au gram per ton kwamba ni kiasi gani, na hapo sasa kama ziko za kutosha kumfanya afanye ule uchimbaji, ataendelea na uchimbaji. Lakini sio maeneo yote kwamba yanakuwa na grade nzuri baada ya kuchoronga au kuweka shaft. Unakuta ppm au grade ile ya ile dhahabu iliyoko ni ndogo sana kiasi kwamba akifanya investment haitaweza kumlipa. Kwa hiyo hilo eneo anaachana nalo na kwenda kutafuta eneo lingine. Kwa hiyo tafiti zinaendelea kwa namna hiyo, lakini pamoja na kwamba majibu yanaweza kuwa hasi au chanya, hiyo inamsaidia mchimbaji kwa level yoyote ile mwanzoni, kama nilivyosema, aidha kwa level ya chini, mchimbaji mdogo, wakati na mkubwa, kufanya sasa maamuzi kwamba hapa nawekeza au siwekezi. Kwa hiyo ni sawa na mtu ambaye anaenda hospitali kupima magonjwa mengine, malaria na nini, kwamba kwa ana malaria au hana, basi vipimo tayari vimeshafanyika ili kujua na nini na hatua gani achukue. Kwa hiyo hatua inawasaidia wachimbaji sasa kufanya maamuzi kwamba ninachimba au ninaacha, na kama nilivyosema mwanzo, atakuwa amesave zaidi ya 90% au 95 ya kile kitu ya gharama ambazo angeziweka bila kuwa na taarifa hii. Nilivyosema taasisi kama taasisi au kampuni kama kampuni, kumbuka hii ni kampuni ya kizawa ya Kitanzania. Nilisema mwanzoni hapo, tafiti nyingi zamani zilikuwa zinafanywa na makampuni ya nje. Kwa unakuta gharama inakuwa kubwa kuileta kampuni kutoka nje ije ifanye kazi hapa, labda imetoka Zimbabwe, Afrika Kusini, Canada, Australia na kwingineko. Kuileta mpaka kufanya kazi hapa ni gharama kubwa. Lakini sisi tuna vifaa, ni kampuni ya kizawa. Kwa kitendo tu cha kuweza kuanzisha kampuni ya kizawa na kuwa na vifaa kama hivi ni support tosha kwa serikali kuhakikisha kwamba tunawasaidia hao wachimbaji waweze kuchimba na kufikia malengo yao kama ambavyo wanatarajia. Lakini kumbuka kwamba kufanya survey kama hizi kuna gharama, lakini kwa sababu vifaa viko hapa nchini Tanzania, gharama ni ndogo sana kama ambavyo nimesema, siwezi kuzidisclose. Lakini kwa mchimbaji yoyote yule ambaye anaweza akanunua crusher, ile ball mill kwa ajili ya kusagia mawe, akajenga sehemu ya kusafishia au kuchenjulia yale mawe, basi hawezi kushindwa kulipa gharama za kufanya tafiti, kwa sababu uwekezaji huo mwingine ambao anaenda kuufanya ni mkubwa kwa 90% kama ambavyo nimesema kuliko kufanya tafiti. Kwa hiyo tunaamini kwa gharama ambazo tumeziweka ni affordable kiasi kwamba wachimbaji wengi wanaweza waka-afford na kufanya tafiti. Changamoto ni kwamba unakuta upatikanaji wa vifaa kama sisi tuna seti kadhaa, lakini unakuta iko huko, tuko Geita, tuko Tarime. Kwa hiyo kuna kwa wakati mwingine na kusubiri, na wachimbaji wengine hawawezi kusubiri, matokeo yake sasa wanaamua kufanya kazi bila kuwa na taarifa na kupata hasara. Lakini tunawakaribisha kwa wengine ambao hawana uwezo wa kuafford kutumia hizi gharama, tunawapa elimu, na kama ni kusubiri na kujipanga taratibu, basi wanajipanga. Sisi wakati mwingine tunaweza tukaruhusu mchimbaji akalipa kidogo, akalipa nusu ya gharama, tukafika site tukafanya, kwa sababu mchakato wa data ambazo tunazikusanya unachukua siku 14 mpaka 21. Kwa hiyo ndani ya siku 14 21 anaweza akawa amejipanga tena kupata kiasi kilichobaki, akamalizia, tukampatia ripoti yake. Tume na wizara kwa ujumla wake kwa kuanzisha
maonyesho kama haya, maanake sasa hivi tuna maonyesho ya aina tofauti tofauti ikiwepo hii na mengine ambayo yanakuja. Tunawaalika wachimbaji wa level tofauti tofauti, wachimbaji hasa wachimbaji wadogo waje watutembelee. Tutawaelimisha na kuwapa gharama za uchimbaji, kwa sababu wakati mwingine wanapata taarifa za gharama za tafiti ambazo sio kwa watu wengine, na matokeo yake wanajikuta na wanaamini kwamba gharama za kufanya tafiti ni kubwa sana. Lakini wakitembelea mabanda yetu kama hivi, basi watapata kuelimishwa na kuelekezwa kuhusiana na gharama na mambo mazima ya tafiti za madini. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa maonyesho haya yaliyoko Mwanza hapa. Bado tuna siku moja. Kwa wale ambao hawajafika, basi kesho wanaweza kufika, lakini kwa mengine ambayo yanafanyika Geita na kuna lingine litafanyika Dar es Salaam kwa kimataifa zaidi, wote tunawakaribisha waweze kufika na kutembelea mabanda yetu kwa ajili ya kupata elimu na kujua gharama nzima za mambo ya utafiti wa madini. Hiyo itawasaidia kupunguza gharama na kupata hasara wakati wanapoanza kuchimba. Namba ya simu. Namba zetu za simu ni 0794 27 6666. Hiyo ni namba ya ofisi, lakini namba ya mkurugenzi ni 0767 24 67 10. Tunapatikana Dodoma, mitaa ya Uwindini, jengo la Bath Hotel. Kwa hiyo wanaweza wakafika pale, ambao wanafanikiwa kufika Dodoma wakatutembelea wakapata ABCs za mambo za tafiti za madini.